Turudi tena kaunti nambari 1 ambapo msafara wa M-Pesa sokoni umevuka feri leo na kuelekea katika maeneo ya Likoni, Shelly Beach, Kombani na Ukunda, huku ukipeleka shamra za maadhimisho ya miaka 18 ya M-Pesa. Shughuli hii inafanikishwa na kampuni ya Royal Media Services ambapo watangazaji Vincent Atea, Munai na Mwala wanahamasisha wafanyabiashara na wateja wa M-Pesa kushiriki kikamilifu. Tunaungana na mwandishi wetu anaitwa nani, Shitera, tunajua kwa jina moja. Tupe yanayojiri upande wa Likoni. Asante sana Babu, bila shaka hali nzuri sana upande huu wa Likoni. Bila shaka kumbuka tulianza shughuli hii siku ya Jumanne na tumepiga Mombasa kisiwani. Tuko Likoni Ferry hii leo na msafara bila shaka unasonga ukielekea hadi Ukunda, na ni shamra tu za kusherehekea miaka 18 kutoka M-Pesa ianzishwe nchini Kenya. Wanasema kwamba imekuwa na mafanikio mengi zaidi. Wakenya wameweza kupata njia rahisi ya kuweza kupanga mipango yao ya kifedha kupitia M-Pesa. Kumbuka wafanyabiashara pia wamenufaika pakubwa sana kutokana na M-Pesa, na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom bila shaka inasema kwamba miaka 18 tusherehekee pamoja na Wakenya ambao wamesukuma gurudumu hili kuweza kufikisha M-Pesa ilipo sasa. Na bila shaka umesema ukweli, msafara huu unawahusisha watangazaji wa Radio Citizen wakiwemo Munai. Kuna msichana wa reggae anaitwa Ann Njoroge, ndio jina lake la kitambulisho, lakini wengi wanamjua kama Cutie. Na bila shaka Babu, nitaungana naye moja kwa moja aweze tu kutueleza Radio Citizen imepanga vipi mikakati hii kufikia tulipo sasa. Karibu sana Cutie, wengi wanakujua kama Cutie, lakini jina la kitambulisho ni mwaibia siri, anaitwa Ann Njoroge. Tueleze jina ya M-Pesa, tueleze kama Radio Citizen msafara ulianza siku ya Jumanne, umeweza kushuhudia vipi? Umeongea na watu, msisimko umewaona, tueleze tu. Wakaaji wa Coast wamechangamka, wanafurahia sana wanabiashara pale. Unajua wanabiashara wanapenda pesa yao ikiwa safe and secure. So especially wale wanatumia pochi la biashara. Kama uko na pochi la biashara, pesa yako iko sawa. Number 1, mteja wako haizi reverse pesa. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na number 2, kumbuke ukiwa na pochi la biashara, sasa hapo pesa yako iko safe and very secure. So kama wewe ni mwanabiashara na uko na pochi la biashara, mambo yako iko sawa kabisa. So make sure umeregister pale kwenye pochi la biashara. Separate pesa yako ya biashara na personal money, sawa? At least ukiweza kuseparate hivyo, hautachanganya the two. Hapo uko sawa kabisa. Na pia mafans wanasikia fiti kwa sababu wanaweza kupata zawadi. Kwanza kuna kitu inaitwa M-Pesa ama ni box, mtu wangu. Sasa pale ukifika kwenye stage, ni wewe ufuate intuition yako, ujue kama ni M-Pesa ama ujue pale ni box, mtu wangu. So zawadi ni kem, tunazidi kupeana t-shirts pale, tunazidi kupeana mwavuli, tunazidi kupeana reflectors pia ziko pale kwa wingi, mtu wangu. Inaitwa M-Pesa Sokoni Festival. So saizi tumemaliza hapa Likoni, na tukitoka hapa tunaenda pale Shelly Beach. Kutoka hapo bado tunaenda pale Ujamaa. Kutoka Ujamaa tunamalizia na Ibiza. Na kesho pia ikiwa ni holiday, tunaingia pale kwenye beach Mama Ngina na Pirates ili mafans wazidi kufurahia. Na wanafurahia, zawadi ni mob. Yaani Safaricom wamekuja na bonge la zawadi, hata haziwezi malizika, mtu wangu. Credit pia iko pale ndio uweze kupigia mpoa wako simu usikie fiti, au sio? Ni noma tena sana. So tuko hapa Mbogi ya Radio Citizen, tuko hapa Mbogi ya Safaricom, tuko hapa, we are celebrating M-Pesa at 18. Ukumbuke Saturday tutakuwa pale Mombasa Sports Club. Ukifika pale uweze kubuy anything na M-Pesa unapata 40% off, mtu wangu, sawa? So kama ni simu, lipa na M-Pesa pale, ukinunua naye utapata 40% off. So bado tunazidi, watu wangu wa Coast, msikie vizuri. Tuko hapa Mombasani, wadau, tupo. Asante sana. Huyo ni Ann Njoroge, acha nimuite kwa jina la M-Pesa kwa sasa. Nitaungana naye msimamizi wa eneo hili ambaye anasimamia shughuli za Safaricom, anaitwa Cosmas Saina. Aweze kutueleza tu labda msafara huu umepokelewa vipi na matarajio ya wakazi wa eneo hili la Kwale ni gani? Asante sana. Kwa majina naitwa Cosmas Saina, msimamizi wa biashara katika eneo la Kwale. Leo hii tuko eneo la Likoni ambao tumesherehekea na wateja wetu miaka 18
kuanzia kuzindua rasmi kwa huduma ya M-Pesa. Leo tumeweza kuelimisha Wakenya njia za kujizuia kutoka kwa wale matapeli. Pia tumesherekea nao kwa kupea zawadi kemkem, na njia nyingine tumeweza kuelimisha wanabiashara bila wanaweza chukua mikopo ambazo tuko nazo kama taasi, loan, na pia ile inaitwa Fuliza biashara. Hizi tunajua ni huduma ambazo zitawasaidia sana kwa kukuza biashara kwa Wakenya raia wa kawaida. Tumeweza pia kuwaelimisha kuhusu huduma ya Zidi ambayo tumeizindua, kwamba wanaweza wekeza hela zao Zidi ambayo ni money market fund, alafu wanaweza pata interest kuliko waache hela zao tu zikae kwa M-Pesa. Sasa wanaweza pata interest kwa huduma ya Zidi. Leo hii baada ya Likoni tutaenda Shelly Beach, kutoka Shelly Beach tuende Kombani, tumalizie ziara zetu za leo na sherehe kule upande wa Ukunda. Yes. Asante sana Cosmas. Bila shaka itakuwa vyema kumaliza shughuli hii kabla ya kuongea na mmoja tu ambaye amefaidika kutokana na M-Pesa hii leo. Karibia tu dada, utueleze kwa majina unaitwa nani na labda huduma ya M-Pesa wewe kivyako binafsi imekusaidia vipi? Kwa majina naitwa Elena Biambo. Angalia Wakenya tafadhali, usije ukajiangalia. Kwa majina naitwa Elena Biambo. M-Pesa imenisaidia sana, si kama utapeli yenye weza weka pesa kwa mfuko hivi fike nyumbani. Inanisaidia sana, nimeishi nikituma nyumbani, nipi anatumaniwa. Yaani nimefurahi sana, nasikia raha sana kwa na hiyo M-Pesa. Na leo labda umeshiriki katika shindano pale jukwani, labda nieleze tu limekuwa vipi? Nimeshiriki, nimefurahi, imekuwa tu kama mchezo, nilikuwa nimesimama kando yake. Nikaona tu naitwa anti njoo mbele, nikaenda mbele nikafurahi, nimefurahi sana na mzidi kuwa na moyo kama hiyo. Asante sana. Bila shaka tutamalizia tu, lakini ninaye Munai hapa ambaye anapiga shughuli ya M-Pesa ama box, atuambie. Manake niko Mombasa, leo itabidi nitumie Kiswahili cha Mombasa kidogo, lakini shughuli imeendelea vizuri sana. Manake ndio tusherehekea miaka 18 ya M-Pesa. Nakumbuka pia ni safe, manake siku hizi kubeba pesa unajua na mkono cash pia ni hatari, lakini sasa siku hizi mambo kila kitu unalipa na M-Pesa, yani kutumia simu yako. Mambo yamekuwa mzuri sana, na hata umesikia vile tumeingia hapa wenzangu wakiongea, umesikia pia ng'ombe zikipiga nduru hapa, manake zimefurahia, manake zawadi ni kemkem. Na bado tunasema kwamba watu wasikose kutokea tarehe 7, manake pale kupata chimbika. Entertainment itakuwa pale na kila kitu pale. Kumbuka electronics nini, kuna discount ya nguvu. Imagine kama electronics utapata na 50% discount. Smartphone utapata pale na 50% discount. Kwa hivyo ningeomba watu wote yani waweze kutokea, manake tunasema tunasherehekea pamoja na Wakenya. Ni asante yani kwa wateja wa M-Pesa. Sina mengi la kusema, cha mkufumo na huu mwana. Bila shaka Munai Generali kila wakati huwa natina kwenye drive on kwenye Radio Citizen. Kutoka upande wa Likoni, Babu, sina la ziada, nitarudisha kwako studio. Asante sana Shitera kutoka Likoni. Tunarejea hapa studioni ambapo mimi napata fursa ya kumeza mate kabla ya kuwajia na taarifa zaidi.